Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana katika somo zuri. Wiki hii tuna somo zuri sana linalosema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Wiki hii yote tuna fungu letu zuri linalotoka katika kitabu cha Luka 14 mstari wa 11. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa upendo wako na ulinzi wako. Amen. Umetuleta tena siku ya leo tujifunze. Tunakusii uwe nasi, uanze nasi na umalize nasi. Amen. Tunamkumbuka mfuatiliaji wa kipindi hiki, naye tuende naye sambamba. Amen. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. 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 Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Kiburi. Unashasikia mtu anasema, "Una kiburi sana." Ana kiburi. Hayo maneno tumeambiwa sana tukiwa wadogo Una kiburi sana. Ni ile hali ya kutofuata, kutotii. Na mtu anatafsiri hali ya kutotii ni kwa sababu wewe unajiona mkubwa wewe una kiburi sana. Una dharau. Haya, twende kwenye fungu la kukariri. Fungu la kukariri linalotoka katika Luka 14:11 nalo linasema, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Kila, kwa lugha nyingine, anayejinyanyua atashushwa, anayejishusha atanyanyuliwa. Umeshakutana na watu ambao wana mabega yaliyopanda, wanajua kujinyanyua. Anafanya nini? Una nini? Katika Tanzania kuna kabila ambalo lina sifa hii zaidi kuliko nyingine, unalifahamu? Wanasema hao jamaa wanajiona sana. Tusilitaje. Lakini naamini lakini sio kabila hilo. Wapo wengi. Na kuna watu binafsi kwenye makabila tunayoona ni wanyenyekevu. Lakini wamo humo. Kiburi kako pale pale. Kwa hiyo tuseme kiburi ni nini? Ni hali ya kujisikia wewe ni bora, wewe ni muhimu, lakini haishi tu hapo, hilo neno laongeza kuliko wengine. Yaani uko tayari ubora wako, umuhimu wako unyanyue kwa hasara ya wengine, kwa kuwashusha wengine. Hii ndio inakuwa. Lakini kuwa na kujisikia wewe ni wa muhimu, mimi nadhani hiyo ni nzuri. Utawezaje kumpenda jirani yako kama ujipendi mwenyewe? Kwa hiyo lazima ujipende. Ndio. Lakini kupenda kuliko jirani yako, hiyo ndio mbaya. Kujiona ni bora kuliko jirani yako. Kiburi. Twende Jumapili. Vidole vinasemaje? Vidole vilivyo banana vya kiburi. Vidole vilivyo banana vya kiburi. Hebu vikunje vidole vya kiburi vilivyo banana, vinakuwaje? Ushaona mtu mwenye kiburi anakugombeza, unajua anafanyaje? Wewe vitatu sasa vimekunjwa, vimebanwa, vinamwelekeza mwenyewe. Kimoja ndio kinamshambulia mwingine. Unaweza kuniambia mimi hayo maneno? Sasa yote hayo yanatokana na kujiona wewe ni bora, kama tulivyosema, kuliko wengine. Twende katika Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17, tuone hoja kuu tatu ambazo mafungu haya yanatufundisha kuhusu kiburi na kuipenda dunia. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. 15 mpaka 17 nalo linasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho
na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amina. Amen. Haya, hoja ya kwanza katika mafungu haya inayotufundisha juu ya kiburi. Hoja ya kwanza ni tamaa ya mwili. Yaani unapenda kutimizia mwili mambo yake kuliko kumpendeza Baba, kuliko kuwajali wengine. Mwili sasa, huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio hekalu la Roho Mtakatifu? Hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kulipenda inakuwa tena shida, kupenda mwili, tamaa za mwili inakuwa tena shida. Shida inaingia wapi kwenye tamaa ya mwili? Tamaa ya mwili ni pale ambapo tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na tunaendaje kinyume cha mapenzi ya Mungu? Tunapopenda dunia na mambo yake. Kwa hasara ya kutompenda Mungu. Kwa lugha nyingine, tunajali kile ambacho miili inatamani bila kujali Mungu anasemaje. Jirani, ni hasara kwa jirani kiasi gani? Kwa mfano, mtu anayesema yaani usiponinunulia hii rasta mimi kanisani siendi, mimi usiponinunulia nguo mimi hapo siendi. Anajali huu mwili uvikwe kuliko hata ibada anachoenda kupata kule. Kwa hiyo mwili kweli unatamani, lakini tamaa yake inapingana na roho. Sasa umeona jinsi kiburi kinavyofanya kazi hapo. Ni kwamba unaona mwili wako ni bora kuliko Mungu, kuliko watu. Kwa maana hiyo hata tunavyotunza miili yetu tutunze tukijua kwamba kuna namna, sio kwa utukufu wa Mungu, kwa kumpenda Mungu. Huu ni mwili wa Mungu, ni mwili wa Bwana, ni hekalu la Bwana, lakini sio kulitukuza mahali pa Mungu. Haya, ya pili, tamaa ya macho. Tamaa za macho. Pale bustanini Edeni, yale matunda yalikuwa hayatamaniki kuyatazama. Yalikuwa mazuri, yapendeza. Mvua imenyesha, angalia kijani hii inayotuzunguka, haitamaniki. Ni nzuri. Kabla hujaja hapa tuseme studio hapa Maisha Kamili hapa, umekutana na wanawake wazuri au hujakutana nao nje? Nimekutana nao. Macho yanapazia? Hayana. Wewe hayana pazia. Wewe mtu wa Mungu unasema hayana pazia? Macho hayana pazia kwa maana kwamba kuangalia. Unamaanisha kuangalia. Lakini uliwaka tamaa? Maana tuko kwenye tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Sasa kupendezwa na uzuri sio dhambi. Sio dhambi. Tamaa ya macho inakujaje? Tamaa ya macho inakuja pale ambapo ukiangalia kitu kizuri alafu unaiweka badala, yani kwa namna ya kuto kumtukuza Mungu. Na ile pale unajua inaanzaje? Unaposema kile kizuri kinapaswa kuwa changu. Tena sasa hivi ikiwezekana. Au nipange lazima ikiwe changu. Sio kila kizuri kinafaa kwa matumizi yako au kwa sasa hivi. Na hapo utakuta tamaa sasa ikiwaka haina kizuizi, inafunika. Baba amesema nini? Amesema inafaa kuliwa, haifai. Inafaa huyu anafaa kuoa au hafai kuoa. Sio kama kila mzuri anayepita hapa anafaa nani macho kwa sababu amenivutia macho. Lakini kiburi kiko pale, anasema mimi ili mradi nimekipenda na kitaka. Kwa hiyo unaona ni bora kutimiza tamaa yako kuliko kutimiza mapenzi ya Baba. Hata kama Baba hapendi, anasema nipe huyo nioe. Nipe huyu ndio mimi nimempenda. Haina ya tatu umesemaje? Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Kikoje hicho?
Kwa maneno mengine anasema fahari ya maisha. Fahari kwamba mimi nimefika, yani kila kitu, yani sina haja. Penda maisha. Yani nimefika level, yani basi hata kuna naye niweza sasa. Amina. Kwa hiyo ni ile kupenda maisha, kupenda nafsi kuliko kumpenda Mungu. Ndio. Mwingine anapenda tu kusifiwa. Mwingine anapenda sio tu kwamba na gari ya aina gani itakompatia faraja, yani fahari ya maisha, kwamba jamaa anaula, jamaa ana enjoy, lakini bila kujali maskini, bila kujali Mungu, bila kujali watu. Kiburi. Somo la vidole vilivyobana vya kiburi linatufikisha hapa kwamba tunapo tanguliza sisi, vile vidole vitatu tunatanguliza sisi, tunavibana kwetu, alafu wengine hatuwapatii nafasi mbele za Mungu, hatupatii nafasi yao, hatuwaona, hatuwathamini. Inamaanisha tumejikweza, na Biblia inasemaje? Anajipandisha atashusha, anajishusha apandishwe. Nilikuwa nasimuliwa na mtu mmoja, ilikuwa ni kwenye YouTube, alikuwa anaeleza huyo mama, anasema kama magari nimeendesha, hakuna gari ambalo sijaendesha. Kama ni maisha, kama ni safari, kama ni mahali kokote nimekwenda. Lakini ndugu zangu, hapa nilipo miguu inaniuma, sina pa kwenda, magonjwa kama yote. Kwa hiyo nilikuwa nasema, ulipopandishwa uliwapandisha wengine au uliwashusha? Ni somo hilo. Biblia inasema anajipandisha atashusha, anajiona bora kuliko wenzake atashushwa. Kwa nini tusimnyenyekee Mungu sasa hivi? Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa yote yanayotamanika kwa macho. Tunakushukuru kwa ajili ya miili, tunakushukuru kwa ajili hata maisha uliyotupatia. Yabariki, tubariki, tuyatumie yote kwa utukufu wa jina lako na kwa baraka kwa watu wengine. Baba, ikiwa kama kuna mtu yeyote anateseka kwa sababu amedharauliwa, kwa sababu amekanyagwa, amepuuzwa na wenye kiburi, kamuinue. Na ikiwa kama mtu amejisahau pale juu, kabla hajaanguka kwa kishindo, ujumbe huu ukamfungue, akajali watu na Mungu na kutimiza mapenzi yake badala ya tamaa zake. Ni katika jina la Yesu. Tulete tena kwa masomo mengine kama haya, maana tunaomba kwa jina hilo. Amina. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wa kipindi hiki kizuri, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tunakukaribisha siku ya kesho, ambapo tuna somo zuri, siku ya Jumatano, siku ya Jumatatu. Kesho tunaenda kuangalia namna ya kujua nafsi. Ijue nafsi yako. Amen. Karibu siku ya kesho, tukutane. Mwenyeji wako ni mimi Geoffrey Omondi. Na mimi ni Enos Makalinde. Usikose somo la kesho. Karibu sana. Amen.